Mambo vipi mtazamaji wa Ruche Media? Langu jina naitwa Alex Filimoni, ni CEO wa Ruche Media. Siku ya leo tuko na mtu mzito sana, mwinjilisti, mtumishi wa Mungu. Anao mengi sana ya kuzungumza. Soon as possible utakwenda kumsikiliza. Kama nilivyosema, niko na mtumishi wa Mungu, atajitambulisha kwa majina yake, lakini pia ni vizuri tukajua historia yake kwa ufupi na nini ambacho kilimsukuma mpaka akaamua kuingia na kuwa prophet. Maana tumeona kazi zake ambazo amekuwa akiinjilisha, akihubiri kwenye madhabahu. Kuna matukio ambayo yamekuwa yakiendelea yakiwashangaza Watanzania na duniani kote. Hususan majibu yamekuwa yakitokea kutokana na vile ambavyo amekuwa akivihubiri. Na shuhuda zipo nyingi, ikiwepo na mimi kwa sababu nimewahi kuhudhuria kwenye madhabahu yake. Mtumishi, pole na majukumu. Namshukuru Mungu kwa kweli, namtukuza Mungu kwa kila inapoitwa leo, kwa sababu yeye ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Amina. Ipi siri ya mafanikio katika utumishi wako? Siri ya mafanikio kikubwa ni Mungu. Kwa sababu unapoitwa mtumishi wa Mungu, manake wewe ni mfanyakazi au mtendakazi pamoja naye Mungu. Kwa siri ya mafanikio bado ni Mungu mwenyewe. Akikuita basi atakuongoza. Kikubwa tu ni kusimama kwenye mstari anaotaka yeye. Mafanikio utayaona. Amen. Prophet, watazamaji na wadau wengi sana walikuwa wanatamani siku ya leo waweze kukusikia, maana wamekuwa wakikufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, huduma yako, namna unavyotoa. Wengi walikuwa wanatamani wajue majina yako halisi, unaitwa nani? Amina. Mimi kwa majina naitwa Pastor Prophet Daniel Emmanuel Tanji, kwa sababu nimezaliwa Sumbawanga. Baba yangu alikuwa anashuka sana ziwa Rukwa, unaitwa Rukwa. Kwa wakasema mzee Bondeni. Kwa nafahamika kwa jina la Daniel Emmanuel Tanji au Bondeni, Dani Bondeni. Wengi wananifahamu kwa jina hilo. Ila kwa kuongezea hapo, nilikuwa natamani sana wengi pia waweze kujua ukoo wako. Amina. Sisi ukoo wetu ni wakina Tanji. Wakina Tanji asili yao wametokea sehemu inaitwa Lielo. Sasa hivi tunasema Majengo. Au wanasema Swahila. Ndio chimbuko letu kule. Kwa waliambamba wakaja Sumbawanga mjini. Kwa mimi original yangu nimezaliwa Sumbawanga wenyeji. Hospitali ya mkoa wa Rukwa. Ndio nimezaliwa pale. Hongera sana. Amina. Kata Sumbawanga asili. Kata Sumbawanga asili. Wengi walikuwa wanatamani kujua akina Tanji. Waka wametaja wilaya, akasema Pastor Prophet si anatokea kama wilaya Nkasi, Mkwamba huko sasa. Sasa nikawa sijapata majibu, lakini namshukuru Mungu ametupa kibali tumeweza kukutana siku ya leo. Amina. Ndugu zangu, nadhani majibu mmeyapata. Turudi kwenye swala zima la uprofit. Hongera sana kwa huduma ambayo umekuwa ukiitoa. Lakini pia walio wengi walikuwa hawajui kama wewe ni mfipa unayetokea mkoa wa Rukwa, Nyanda za Juu Kusini. Amen. Ilikuwaje ili nani alikushawishi mpaka ukaingia kwenye uprofit? Maana kuna wengine wamediriki pia ku drop comment pale kuwa umefanya kazi kwenye mataasisi mengi, lakini alama umeacha, hawakuzungumzi kwa mabaya na kuzungumza kwa mazuri. Huenda kuna kitu ambacho ulikuwa nacho ndani ya moyo wako ambacho Mungu alikuwa anatamani uweze kukificha kwa jamii. Ilikuwaje mpaka ukaingia kwenye masuala haya? Amina. Namtukuza Mungu kwa swali lako zuri. Ni swali ambalo linaleta tija na kwa watu kufahamu nimetokea wapi. Kimsingi nilivyomaliza elimu yangu ya form 4 shule ya sekondari Kizute, nilipata nafasi ya kwenda Mbeya. Na aliyefanya niende Mbeya maana kipindi hicho tulikuwa tuna fursa hata kutupokea mikoani. Kwa kuna ndugu yangu mmoja alitokea Mpanda, Katavi. Yeye alikuwa tulicheza mpira tukafanyana. Basi akaniambia kwa level ulizonazo, kwa nafasi unayo, njoo Mbeya ili uangalie nini ufanye ili maisha endelee. Nilienda Mbeya miaka kadhaa, nimekaa Mbeya kama miaka 8. Nilipotoka Mbeya pale, nashukuru Mungu nilifanya kazi sehemu mbalimbali, nikapata nafasi ya kuhamishwa Dar es Salaam. Na Dar es Salaam nilifanya kazi vizuri na mtukuza Mungu. Na ghafla nilianza kupata matatizo. Maana nilikuwa nakunywa pombe sana. Hela zangu zote zilikuwa ni pombe. Hakuna nilichofanya. Ilikuwa ni pombe na mambo ya ajabu. Na kuna siku niliingia sana, nikapelekwa hospitali sijitambui. Yule nesi ananiambia kitu kimoja. Akaniambia wewe ni mtumishi wa Mungu. Usio ugonjwa hospitali. Chukua utaratibu ufuatao. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Akija akikuombea utakaa vizuri. Kivyo nilipinga kwa sababu nilikuwa siamini vitu. Nilikuwa siamini kabisa. Baada ya siku 3 nikasema mimi ni mtumishi wa Mungu. Aliponiombea ule ugonjwa pale pale ukaisha. Nikasema kama ugonjwa umeisha, ngoja nimfuate huyo aliyeniponya. Swala kubwa niombee aliyeniponya aliye ndani ya huyo baba. Kwa hiyo niliamua kwanza kumfuata huyo Yesu aliyekuwa ndani ya huyo baba. Ndio safari yangu ilianzia pale. Kweli una shuhuda nzito.
wanakuambia Mungu huwezi jua atakuja siku gani. Kikubwa tuendelee kumwamini na kumtumikia yeye. Kwa Prophet, kuna siku moja nimewahi kuja kushiriki ibada kanisani kwako. Nimeshuhudia shuhuda nyingi sana, hususan ukiwa kwenye maombi. Yes. Maombi yako yanatoa majibu ya papo kwa papo. Utukufu kwa Yesu. Kipi kilichopo ndani ya moyo wako? Kilicho ndani ya moyo wangu na kilicho ndani ya hizo shuhuda ni Yesu. Okay. Hakuna ushuhuda utakaotoka pasipo Yesu. Yesu akiwa ndani ya mtu, chochote unachotaka kufanya kitafanyika. Okay. Utumishi nimeanza mwaka 2021. Nina miaka 5 hapa Ubungo. Sienda sema tu hapa Ubungo, maana nilitoa hapa Ubungo. Hapa nyuma kuna historia ndefu kidogo, kwa ufupi na miaka 5. Hii miaka 5 imekuwa baraka sana kwa watu. Kwa sababu mateso ndio yapata, nilisema hapana, ngoja nimtafute huyu Yesu. Kwa nimeamua kukaa kwenye kitu kinaitwa kweli. Kuna tofauti kati ya kweli na ukweli. Mimi nimeamua kuitumia njia ya kweli. Okay. Nadhani hata nilipokuja kanisani niliangalia na ubiri injili ya kweli. Sitaki kuingiza uongo. Kwa sababu mateso ninayopata, sitaki wengine wapate wa mateso. Amen. Kuna swala zima la kuandaa. Unajua kama mfano kesho labda una ibada. Ndio. Kwenye mahubiri yako nimefuatilia klipu, nimeona asilimia kubwa ya mahubiri yako yanaendana na uhalisia wa mambo yaliyopo sasa. Hii unakuaga kuna mtu mnashirikiana kuandaa au kuna kitu ambacho kinakusukuma kusema hivyo kutokana na nguvu ya Mungu ulionayo? Amen. Labda watu wanatakiwa waelewe kitu kimoja. Ndani yetu Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye alipokuwa anapaa, alituachia ahadi. Akasema nitawaachia roho. Kwa anaopaleti ndani yangu ni Mungu Roho Mtakatifu. Okay. Sasa unapokaa na Mungu vizuri, huyu Mungu Roho Mtakatifu yeye ndio mwalimu wangu. Ananiambia kesho utapanda madhabahuni. Basi unapopanda kuna 7 wana matatizo haya na haya na haya. Au wewe mwenyewe unapopanda gusa katika eneo hili. Nenda kwenye mstari fulani soma. Watu watapata majibu. Kwa sababu wewe mwenyewe mtangazaji hapo una Roho Mtakatifu. Yes. Na mimi mwenyewe na Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu akikutana na Roho Mtakatifu ndani ya mtu, kwa kweli majibu lazima atokee. Kwa maandalio ya kila kinachofanyika madhabahuni ni nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu aliye ndani yangu. Amina. Amen. Anatarajia kuanza kusali kuanzia Jumapili nao kuja. Ratiba ya ibada kanisani kwako imekaaje? Okay, hapa kwetu muda wote ibada ipo. Asubuhi, mchana na jioni. Kuna watu wako hapa kwa ajili ya maombi. Ila ibada tunasema la kusanyiko la watu wengi. Tuna siku ya Jumanne. Siku ya Jumanne tunaita ibada deliverance. Ni ibada ya kufungulia kutoka kwenye vifungo. Watu wengi wamefungwa. Hii ni siku rasmi ya kumshukuru Mungu, kumsifu Mungu, na pia ni kwa ajili ya kufundisha nini kimekufunga na tufanye nini au Mungu anatupa nini na kuna ibada siku ya Alhamisi. Hii semina au makongamano ya wanawake. Tunaona ndoa nyingi zinaharibika. Tunaona sasa hivi hamna ndoa sasa. Watu wanabebana kama kubebana. Hawataki misingi ya neno inavyotaka. Kwa hiyo imeleta shida sana kwenye swala zima la ndoa. Siku ya Alhamisi na kuonyesha watu ndoa ni nini. Mwanamke anatakiwa waje katika ndoa. Unaona sasa mambo yamekuwa mabaya sana. Kwa siku ya Alhamisi na kufundisha ukaaje ndani ya ndoa. Mwanamke ni nani kwa mwanaume na mwanaume ni nani kwa mwanamke. Hiyo ni siku ya Alhamisi. Na siku ya Ijumaa tuna ibada mbili. Ijumaa tunaita ishara, miujiza na maajabu. Pale unaona matendo makuu ya Mungu akitenda dhahiri. Viwete wanatembea, kama yote mwenye shida yote unafunguliwa siku kwa jina la Yesu. Na pia tuna mkesha unaanza saa 4 siku ya Ijumaa. Unaanza saa 4 mpaka saa 12. Ni mkesha wa kuhakikisha maisha yako yanakuwa na nguvu. Hata siku ya tatizo bado unakuwa na nguvu. Hata umelazwa ICU bado unakuwa na nguvu. Japo haifanyi chochote, lakini ndani unajipa tumeli kwamba anashinda. Na Jumapili ndio ibada kubwa. Ito ibada ya kinabii. Hapo utaambiwa wewe ni nani, umetoka wapi, uko wapi na unakwenda wapi. Na ndugu mtangazaji, labda nikukumbushe mtu mmoja hapa. Tunaposema nabii ni mtu anayeonyeshwa na Mungu. Yaani Mungu anakuonyesha ufanye nini. Okay. Hapa katikati kumekuwa na shida. Wametokea hapo maneno, siwezi kusema kama kuna nabii wa uongo au nabii wa kweli. Kwa sababu huwezi kumpima mtu kwa kumuona. Lazima uingie kwenye neno. Kwa hiyo siku ya Jumapili inakuwa ni siku ambayo nakwambia umetoka wapi, uko wapi na unakwenda wapi. Kwa sababu kuna watu wanaabudu hawajui wako wapi. Miaka 10 kwenye kanisa wana mafanikio. Hilo ni tatizo. Lazima unapoabudu miaka 10, mafanikio ya kwanza sio kununua gari. Mafanikio ya kwanza ni Yesu kuingia ndani yako. Ili usimamie mwenyewe. Kama ndio useme kama Yesu useme Yesu. Inakuwa maana. Ndio mtiliko wa ibada zetu hapa Restoration Bible Church Ubungo Jehovah. Mtumishi,
umezungumza vitu vizuri ambavyo nilitamani pia kukuuliza. Nakushukuru sana, umeweza kuvijibia katika kutoa utaratibu wa ibada, lakini pia ratiba. Lakini kuna maswali pia ambayo nimejaribu kuyapata, nikaona nikuulize, hususan kanisa letu. Wengi wanajua linapatikana Ubungo, lakini hawajui ni kata gani na mtaa gani. Naam. Asante sana ndugu Tanzania. Hili kanisa letu ni moja kati ya makanisa mengi Tanzania na nje ya nchi. Kama tunasema Restoration Bible Church. Ina mababa. Mimi niko chini ya mababa. Mimi ndio mchungaji kiongozi wa mara hapa. Lakini juu yangu na mababa. Kanisa wote ambalo hakuna mababa hapo kimbia. Lazima mchungaji na achungwe. Mtachungwa wote pamoja vizuri. Niko chini ya wachungaji. Makao yetu makuu yako Mbeya. Hapa ni Restoration Bible Church Mbeya pale Forest Mpya. Na pia hapa Dar es Salaam tuna makanisa mengi. Na kwa kanisa letu hapa linaitwa Restoration Bible Church Ubungo. Eneo hili ni kata ya Makuburi. Ni kata ya Makuburi. Mtaa unaitwa Makoka. Sasa tu Makoka Mapipa Alami basi unafika mahali hapo. Sio mbali sana kutoka pale Riverside. Sawa. Wengi walikuwa hawajui, walizani hapa ndio makao makuu kutokana na namna watu wanavyokufuatilia. Lakini pia imani. Najua wanasema imani ni dawa. Namna wanavyodumu. Watu hawafuati kanisa. Watu wanafuata mtu kilichopo ndani yake. Inawavutia watu wengi, wanatamani waweze kufika hapa. Na imerahisishia hususan watu ambao wako Mbeya, walikuwa wajui. Wengi wamenipigia pia, wengine simu wanauliza kanisa liko wapi, kutakuwa matawi na nini. Wakawa wanatamani waje huku, kumbe Mbeya pia kuna tawi na ndio makao makuu. Aisee, nimefurahi sana kuweza kupata hayo majibu kwa sababu yalikuwa pia maswali ni mengi. Neno lako la mwisho, unawaambia nini watu ambao wako chini ya jua? Kwanza la msingi zaidi niseme kwamba nabarikiwa sana ujio wako. Amina. Kwa sababu kama mimi ni mfipa, sasa mimi ni mfipa wa kwanza, ni kweli kugeuza ile logic. Sema kwamba kule kubaya, kwa kweli kule kwetu sio kubaya. Mungu anatoa useme la mwisho kwa ufupi sana. Tunaomba Watanzania wote, Wanarukwa wote, mikoa yote, tuamue kumtafuta Mungu wa kweli. Hata hivi dada usema pokea. Tutapokea. Lakini mfano Yesu aje ndani yako ili uwe na uwezo. Wanapohubiri watumishi wa Mungu, ujue kipi cha kupokea na vingine sio vya kupokea. Kwa ufupi zaidi, watu waelimike marapa, watakutana na Mungu wa kweli. Hapo ni ile mmoja tunayemwabudu. Lakini kuna namna kumtafuta Mungu na kupata Mungu. Kwa kuchukia dhambi, na kumtafuta Yesu, na kufika marapa, utamuona Yesu akisema na maisha. Amina. Sasa wakumutu wameuliza pia. Akasema prophet historia yake tunaifahamu, alikuwa mcheshi, mkarimu. Lakini pia jamii aliyokuwa akiishi nayo ilikuwa inatamani sana ijifunze vitu vingi kutoka kwake. Unauliza kwa mkoa wa Rukwa kanisa hili vipi, litafika au lipo tayari? Kuna kanda ya Mbeya. Imeanzia Tunduma mpaka Katavi. Askofu pale. Mimi nikaomba nikasema hapana. Nataka mimi mwenyewe nitafanya jambo kule. Niliomba mamlaka na nilipa permission. Kwa utukufu wa jina la Yesu na kwa msaada wake, ndani ya mwezi wa 6 kuna kongamano kubwa nitalifanya Sumbawanga, ambalo kongamano litakuzalia kanisa mara. Amina. Nashukuru sana kwa majibu hayo. Sisi Rukwa tunakusubiri. Na tumefurahi, tunajivunia, tuna prophet. Na kwa mkoa wa Rukwa naweza nikasema wewe ndio unaweza kuwa prophet wa kwanza. Yes, kwa sababu wengine binafsi hatuwajui. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kutumia kibali ulichobarikiwa na Mwenyezi Mungu kiweze kutusaidia pia kuweza kumjua Mungu zaidi. Neno lako la mwisho unawaagaje ndugu zetu? Wafipa wenzangu, makabila yote, ninawapenda sana. Kama nilivyotangulia kusema, tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Na wale wote ambao wataamua ndani ya mioyo yao kuamua kumtafuta Mungu, karibuni sana. Kuna watu wako Dar es Salaam, wengi sana. Nilipita mahali hapa, uje kweli. Tubadilishe ile dhima ya kwamba wachawi, tubadilishe. Kwa nadhani tukiungana pamoja yote yanawezekana, kwa sababu kama ni lusoko. Kama tina. Tushikamane pamoja. Kwa sababu kuna watu wengi mwandishi wanakufa
Kwa sababu za msingi. Nimezaliwa pale, kuna vijana wengi wanapotea kwa ajili ya pombe. Sasa kwa neema Mungu nimekuwa nao. Sasa uchungu na hasira ninao. Nikumsihi Mungu afanye mkoa wa Rukwa uwe ni kitivo cha baraka. Amina. Matai, Mpui, Chala, Nyele, Tengele, Chachi. Nimepata neema, nimesoma chipu. Matanga ile. Unaijua. Naomba watu wa baraka sana. Amina sana. Naomba watu wa safi sana. Kingine ambacho pia nilikuwa nimekisahau, tunaongea kwa sababu hivi ninavyoviongea ni uhalisia, kwa sababu umetoka kule na watu tayari wanakufahamu na hawakujua kama uko huku, wako wanatamani sana mawasiliano yako. Amen. Unaweza kuwapatia? Amina. Kwa mawasiliano yangu utatoa namba nyingi, tunakuwa na namba nyingi. Hapo tunapokea simu za simu zinakuwa nyingi. Nje ni kwa mingi. Unaona studio. Kuna namba ambayo upige muda wote utapata majibu. 0713. Naam. 91 38 47. Naam. Hii ni namba ambayo ukipiga muda wote utanipata. Unaweza ukairudia pia? Ni 0713 91 38 47. Amina. Hii namba ambayo ukinipigia muda wote ni yangu mwenyewe, iko mpakiliwa na msaidizi, nitakusaidia. Ukipiga tu simu usijieleze mimi nani. Wewe niambia mtumishi, mimi nisaidie. Kwa neema ndio pia nitakutajia jina na nini kinakusumbua. Amina. Ni neema za Mungu. Amina. Na kwenye mitandao ya kijamii napatikana kwenye TikTok, inaitwa Tanji Daniel. Ukiandika tu Tanji Daniel, unaingia TikTok unanipata. Facebook ukiandika Daniel Tanji pia unanipata. Ndio. Ratiba zako hususan za siku za kawaida, kuna utaratibu ambao umeweka kwa ajili ya watu kukuona binafsi au unakutana nao moja kwa moja? Hapana. Na utaratibu wa kuonana na mtu moja moja, kwa sababu watu wana matatizo mengi. Hata unapotoa unabii, kuna vitu huwezi kuongea mbele za watu. Vitu ambavyo ni vya ndani ya mtu. Kwa siku ya Alhamisi naonana na mtu mmoja mmoja. Kuanzia saa 7 mpaka saa 11. Naonana na mtu mmoja mmoja. Na pia Jumapili, wengine Alhamisi wanakuwa makazini. Jumapili saa 12. Ukifika Malapa, watu wakiwa kuanzia 20 naanza kuonana nao. Asante sana. Ulikuwa nami Alex Philemon, CEO wa Ruche Media. Asante.